Unapokuja kwenye uwepo wa Mungu hapa, hauji kirafiki hata kama umekuja na rafiki. Hauji kindugu hata kama umekuja na ndugu. Kwa sababu ndugu anaweza akakwambia mimi bado sijaelewa, anakutoa tu kwenye mpango. Rafiki anaweza akakwambia kwa hiyo hapo ndo amevaje? Na anakutoa tu kwenye mpango. Tunapoenda kwenye mambo ya Mungu huwa tunakuwa person. Unaenda mwenyewe, usiende na kundi. Labda kama kuna muda unasema na unaombea watu wengine au mtu mwingine, lakini unapotaka kuweka mahusiano yako na Mungu, unayaweka wewe mwenyewe. Kwamba wewe na Mungu mnataka mkae pamoja, mkae vizuri. Kwa sababu siku ya mwisho Yesu anaondoka na mmoja. Kwa unapokuja kwenye uwepo wa Mungu hapa, hauji kirafiki hata kama umekuja na rafiki. Hauji kindugu hata kama umekuja na ndugu. Kwa sababu ndugu anaweza akakwambia mimi bado sijaelewa, anakutoa tu kwenye mpango. Rafiki anaweza akakwambia kwa hiyo hapo ndo amevaje? Anakutoa tu kwenye mpango. Unapokuja kwenye uwepo wa Mungu, you should be person. Kuwa mchoyo, kuwa mbinafsi kwa kutamani kumsikia Mungu na kumwelewa Mungu. You are safe. Huyu wa pembeni yako kama hataki kumwelewa Mungu ni yeye. Ila wewe kukaa mahali hapa, maana yake unataka kumwelewa Mungu binafsi. Then ukitoka mahali hapa, huyu ambaye alikuwa anakusumbua sasa ndio unaenda kumuelewesha. Lakini asikusumbue ukajikuta na wewe unapoteza. Ndio maana ya kuwa person with God.